Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini ya kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Basi tunawakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo yake ya mashariki ambako hali ya kiusalama inazidi kuwa tete, na hapa tutakwenda kugusia masuala ya kiusalama na hata pia masuala ya kidiplomasia, na tutakwenda kuanzia kuhusiana na watafiti wa shirika la Human Rights Watch ambao wanasema kuwa wamerekodi ukosefu mkubwa wa haki uliotekelezwa na kundi la kijeshi la M23 RDF wakati wa kudhibiti mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Disemba mwaka 2025. Lewis Mudge, mkurugenzi wa Afrika ya Kati, na Clementine de Monjoie, mtafiti wa eneo la mabonde makuu, walitembelea Uvira mwezi Machi mwaka 2026 baada ya M23 kujiondoa mjini humo mwezi Januari mwaka 2026. Wanasema kuwa walihoji wananchi wengi waliokuwa wahanga wa ukatili wakati wa kudhibitiwa kwa mji huo ambao ulikuwa zaidi ya mwezi mmoja. Kulingana na ushuhuda wao, wapiganaji wa M23 wakiwa na msaada wa vikosi vya Rwanda waliingia mjini humo tarehe 10 Disemba mwaka 2025 na kufanya operesheni za uchunguzi wa kina, wakiwashutumu wanaume na wavulana kuwa wanahusiana na wapiganaji wazalendo. Idadi kubwa ya raia waliuawa au kubakwa na wengine wengi bado hawajulikani walipo. Watafiti pia wanasema kuwa ubakaji ulitendeka dhidi ya wanawake na mabinti ambao bado ni wasichana, hususan wakati walipokuwa wakisafiri kwenda mashambani kutafuta chakula katika muktadha wa ukosefu wa usalama wa muda mrefu. Human Rights Watch inasema kuwa ilitembelea maeneo matatu ya makaburi mjini humo na kukusanya taarifa kuhusu makaburi mengine ya pamoja ama fosse commune. Shirika hilo linaona kuwa angalau ya watu zaidi ya 10 waliuawa wakati wa kuchukuliwa kwa mji huo, huku likisisitiza kuwa bado ni vigumu kubaini kwa usahihi vitambulisho vya wahanga na hali halisi ya vifo vyao. Mji wa Uvira ulioko kando ya ziwa Tanganyika karibu na mpaka wa Burundi ni kiwanja cha kimkakati katika mkoa wa Kivu Kusini. Kudhibitiwa kwake kulivuruga mnyororo wa usambazaji na kusababisha kuhama kwa mamia ya maelfu ya watu, kulingana na watafiti. Baada ya M23 kujiondoa, ambao bado wanashikilia maeneo kaskazini mwa mji, hususan pleni ya Ruzizi na Haut Plateau, hali bado ni tulivu lakini yenye mvutano. Kulingana na ushuhuda uliokusanywa, wananchi wanahofia uwezekano wa kurudi kwa mapigano. Human Rights Watch inatoa wito kwa mamlaka za Kongo kwa msaada wa Umoja wa Mataifa kufungua uchunguzi kuhusu makaburi ya pamoja ama fosse commune na kushikilia wadau wa ukiukaji wa sheria. Shirika hilo pia linaomba vikwazo vinavyolengwa dhidi ya makamanda wa M23 na viongozi wa kijeshi wa Rwanda walioshiriki. Kundi la wapiganaji la M23 lilitokea tena mwaka wa 2021 mashariki mwa DRC, linadhibiti maeneo makubwa katika mikoa ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini likiwa na msaada wa kijeshi ambalo Kigali inasema ni kwa haki ya kujilinda. Na huko mjini Kinshasa tarehe 2 Aprili hiyo jana, katika mfumo wa mpango wake wa kisasa wa uboreshaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaendelea na mchakato wa marekebisho makubwa unaolenga kuimarisha taaluma na uwezo wake wa kiutendaji. Serikali ya Kongo imebainisha miradi mitatu ya kipaumbele kwa ajili ya kubadilisha jeshi la taifa: mafunzo ya askari, vifaa vya kijeshi na makazi ya kijeshi. Mikakati hii inaashiria azma ya mamlaka ya kuwa na jeshi la kisasa lenye nidhamu na linaloweza kukabiliana na changamoto za usalama, hasa katika mikoa ya mashariki ya nchi ambayo inaathirika mara kwa mara
na tishio la vitendo vya kigaidi. Hivi karibuni mchakato huu umeonyeshwa kivitendo huko mjini Kikwit kwa ufunguzi wa 11e Region Militaire, kituo kilichoundwa kuboresha hali za uongozi, uratibu na maisha ya askari kwenye shamba la vita. Sherehe hiyo iliendeshwa na Mheshimiwa Maitre Guy Kabombo Mwandia Vita, makamu waziri mkuu, waziri wa ulinzi wa taifa na wakimbizi wa vita wa zamani. Katika hotuba yake alihakikisha mara nyingine tena kujizatiti kwa serikali kuendeleza uboreshaji wa FARDC ambayo inachukuliwa kuwa nguzo muhimu ya uhuru wa taifa na utulivu wa nchi. Marekebisho haya ni sehemu ya mkakati mkubwa unaolenga kuimarisha jeshi linaloweza kulinda wananchi kwa ufanisi na kuchangia usalama wa kikanda, huku pia likiimarisha imani ya raia kwa jeshi lao. Na tukiangazia upande wa kidiplomasia, mwaka wa 2026 mwanzoni mwa mwezi wa 3, Marekani ilichukua hatua isiyo ya kawaida katika sera yake ya shinikizo dhidi ya serikali ya Kigali kwa kuweka vikwazo dhidi ya jeshi lote la ulinzi la Rwanda, yani RDF, pamoja na maafisa wake wakuu wa kijeshi. Uamuzi huu ulichambuliwa tarehe 31 Machi na mtafiti Bwana Mvemba Fezo Dizolele. Unaweza kubadilisha mizani ya usalama na uchumi katika eneo la Maziwa Makuu. Utafiti huo unasema kuwa tarehe 2 Machi, idara ya hazina ya Marekani ililenga jeshi lote la Rwanda pamoja na majenerali wanne, ikiwa ni pamoja na mchunguzi mkuu wa jeshi, hatua ya kwanza ya kuadhibu taasisi ya kijeshi ya kitaifa moja kwa moja. Uchambuzi huo unasema kuwa hii ni mara ya kwanza Marekani kuwekea kikwazo jeshi lote la Rwanda na uongozi wake wa juu, ikionyesha kuimarishwa kwa msimamo wa Marekani dhidi ya serikali ya Kigali. Vikwazo hivi vinaendelea kuzingatia shutuma zinazolenga Rwanda ambayo inadaiwa kuunga mkono uasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kulingana na uchambuzi huo, mvutano kati ya Washington na Kigali ulianza kuongezeka tangu mwezi wa 5 mwaka 2024 baada ya mabomu kupigwa kwenye kambi za wakimbizi karibu na Goma. Wakati huo, Marekani ilikosoa vikali shambulio lililohusishwa na vikosi vya Rwanda na M23, huku baadhi ya washirika wa Ulaya wakibaki makini zaidi. Hali hiyo ilizidi kuongezeka baada ya M23 kuchukua Goma mwezi Januari mwaka 2025, jambo lililopelekea kizuizi dhidi ya jenerali wa kustaafu Bwana James Kabarebe, mshauri wa usalama wa Rais Paul Kagame, pamoja na Lawrence Kanyuka, msemaji wa M23 na taasisi zinazohusiana. Tarehe 6 Machi mwaka 2026, idara ya jimbo la Marekani ilitangaza pia vizuizi vya visa dhidi ya maafisa kadhaa wa Rwanda, ikiwashutumu kuchangia kutokuwa na utulivu mashariki mwa DRC na kuvunja makubaliano ya amani yaliyofikiwa Disemba mwaka 2025 kati ya Kigali na Kinshasa chini ya upatanishi wa Marekani. Zaidi ya masuala ya kijeshi, vikwazo hivi vinaweka mstari wa kihistoria katika muktadha wa kimkakati wa dunia unaohusiana na madini muhimu. DRC yenye rasilimali za cobalt, coltani na lithium ni kiungo muhimu katika minyororo ya usambazaji wa kimataifa. Marekani kupitia mpango kama vile ushirikiano wa usalama wa madini ulioanzishwa mwaka 2022 inalenga kulinda rasilimali hizi huku ikipunguza utegemezi wa kuagiza bidhaa muhimu. Na kutokana na hali hii, kutokuwa na utulivu mashariki mwa Kongo kunachukuliwa kama kikwazo kikubwa kwa maslahi yao ya kiuchumi ya kimkakati. Vikwazo hivi pia vinaathiri kipengele muhimu cha diplomasia ya Rwanda. Jeshi lake linalojulikana kwa kushiriki kwenye operesheni za amani za Umoja wa Mataifa na shughuli za pande mbili, hususan nchini Msumbiji ama Mozambike. Kuweka vikwazo kwa taasisi yote ya kijeshi kunaiweka Rwanda katika kategoria ya pekee sawa na nchi ambazo tayari zimekabiliwa na hatua kama hizi, na kuibua maswali kuhusu uwezo wake wa kuendelea kushiriki katika operesheni za Umoja wa Mataifa. Kipengele cha kiuchumi pia kimeathirika, kwani vikwazo vinaweza kupunguza upatikanaji wa mashirika yanayohusiana na jeshi au serikali ya Rwanda kwenye masoko ya kifedha ya kimataifa na uwekezaji wa kigeni.
Kwa kuwa uchumi wa Rwanda unategemea sehemu ya misaada na fedha za nje, nchi hiyo inaweza kuwa chini ya shinikizo kubwa la kiuchumi, huku Marekani ikichukua nafasi muhimu katika taasisi kama Benki ya Dunia ama Bank Mondiale na IMF ama FMI. Kwa Kinshasa, vikwazo hivi vinaashiria kutambuliwa kimataifa kwa shutuma zake za mara kwa mara dhidi ya serikali ya Kigali kuhusu ushiriki wake katika vurugu mashariki mwa nchi hiyo. Hata hivyo, mwelekeo wa hali hiyo bado haujasomeka. Rwanda inaweza kurekebisha mkakati wake au kudumisha msimamo wake wa sasa licha ya gharama za kisiasa na kiuchumi. Matokeo ya vikwazo hivi yanatarajiwa kuvuka mipaka ya uhusiano wa pande mbili, yakiweza kuathiri operesheni za amani, misheni za usalama wa kikanda na mizani ya kisiasa katika bara la Afrika na Afrika ya Kati. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta. Kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanazidi kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta ya kiusalama, ya kisiasa na hata kidiplomasia pia, na nadhani imetufuata 5 kwa 5, na tunakwenda kuwashukuru wale wote ambao walianza nasi na kumaliza nasi pamoja. Kwa hiyo na tunakwenda kuwahimiza kubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili mzidi kufaidi habari motomoto kutoka kwetu, na basi tukutane kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarika zaidi. Asante.